Kutoka kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, leo Jumatatu Mei 19 mwaka 2025, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, wakili Tundu Lissu, ililetwa kwa ajili ya kutajwa, ambapo upande wa jamhuri umeieleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika. Jamhuri imesema mpaka sasa shauri hilo linaendelea na uchunguzi chini ya mamlaka za kipolisi, na kwamba kwa kuwa upelelezi haujakamilika, hivyo wanaiomba mahakama kuahirisha kesi husika kwa siku 14 zaidi, jambo ambalo limeonekana kupingwa vikali na mawakili wa utetezi. Jopo la mawakili wa utetezi likiongozwa na mawakili waandamizi Mpale Mpoki, Dr. Lugemeleza Nshala na Peter Kibatara waliwasilisha maombi kadhaa mahakamani hapo, ambapo miongoni mwake wameiomba mahakama kulazimisha upande wa jamhuri ueleze ni nini hasa kinachokwamisha upelelezi, kwa sababu mwanzo ilidaiwa mahakamani hapo kuwa ushahidi wote kuhusiana na shauri hilo upo mtandaoni. Jambo la pili walilowasilisha mawakili wa utetezi mahakamani hapo ni kwamba hawafurahishwi namna ambavyo mteja wao anavyokuwa amezungukwa na maafisa wa jeshi la magereza, yani askari, ambapo wameishawishi mahakama kutoa amri ya kuwaondoa askari wote wanaomlinda Lissu ndani ya chumba cha mahakama, kwa kuwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 mahakama haimtambui mtuhumiwa kama mkosaji, na kwamba kitendo cha mteja wao kuzungukwa na askari wengi haikubaliki. Ukijibu hoja hizo, upande wa jamhuri umeieleza mahakama kuwa licha ya kwamba katiba imeeleza hivyo, lakini haijatoa maelekezo ya aina gani ya ulinzi inahitajika kwa mtuhumiwa pindi anapokuwa ndani ya chumba cha mahakama, hivyo kuiomba mahakama kutupilia mbali maombi hayo, na kwamba ikiwezekana wanaomba ulinzi huo uongezwe. Mawakili hao wa serikali wameenda mbali zaidi kwa kueleza kuwa swala la ulinzi lina faida kwa mtuhumiwa mwenyewe, mahakama na maafisa wa mahakama kwa ujumla wake. Kuhusu swala la kueleza sababu inayopelekea upelelezi kutokamilika kwa wakati, mawakili wa serikali wamejibu kuwa hakuna sehemu yoyote ya kisheria na kikatiba inayowalazimisha kueleza hatua ya upelelezi iliyofikiwa, na kwamba mambo ya upelelezi siyo ya kuwekwa hadharani. Kikubwa kilichosisitizwa ni kwamba ndani ya muda walioomba wa siku 14 wanaamini watakuwa wamefikia hatua nzuri ya upelelezi. Jambo lingine lililoibuka mahakamani hapo, ambalo limeletwa na upande wa utetezi na ambalo halikupingwa na upande wa jamhuri, ni kuiomba mahakama kutumia busara zake kuondoa amri ya shauri hilo la uhaini kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Badala yake mtuhumiwa awe anafikishwa mahakamani hapo moja kwa moja kama ilivyokuwa leo. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, mahakama imesisitiza jamhuri kukamilisha upelelezi kwa wakati, na tarehe ijayo mahakama ipate mrejesho wa hatua iliyofikiwa. Kuhusu swala la ulinzi, mahakama imesema mshtakiwa ni kweli anatakiwa kuwa huru akiwa kizimbani, hivyo tarehe ijayo mahakama imeagiza vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kutosha. Kama hakuna sababu zozote za vitisho vya usalama wake, basi mtuhumiwa awe huru peke yake akiwa kizimbani. Kuhusu swala la shauri hilo kuendelea kuendeshwa kwa njia ya mtandao, mahakama imesema sheria inaipa mahakama mamlaka ya kusikiliza au kuendesha shauri kwa njia itakayoona inafaa, ikiwemo njia ya mtandao, na kwamba kwa kuwa shauri hilo ni kubwa na linagusa hisia za wengi, hivyo imeona hoja za utetezi zina mashiko, hivyo mahakama imeamuru tarehe ijayo shauri liendelee kwa mtuhumiwa
kuletwa mahakamani moja kwa moja kama ilivyokuwa leo. Baada ya kutoa maamuzi hayo, mahakama imeahirisha shauri hilo kwa siku 14 hadi tarehe 2 ya mwezi Juni mwaka 2025 na mtuhumiwa amerejeshwa rumande. Ikumbukwe kuwa kesi hiyo ya uhaini kwa kawaida inasikilizwa kwa njia ya mtandao. Leo imesikilizwa kwa njia ya kawaida kutokana na busara ya mahakama, kwa kuwa mtuhumiwa anakabiliwa na shauri jingine mahakamani hapo, shauri la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.